Naam, asante sana Edgar Lwenduru kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linamshikilia mwanaume mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Tingi kilichopo wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma kwa tuhuma za kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni mke wake ambaye pia jina lake limehifadhiwa baada ya kugundua kuwa mwanamke huyo amekuwa akitumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yani ARV pasipo mwanaume huyo kutambua. Hii ni ripoti ya Newton Yendaenda kutoka Ruvuma ikisimulia zaidi. Akielezea tukio la kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma Sakap Makochiria amesema tukio limetokea tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 1 usiku katika kijiji cha Tingi kilichopo wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, ambapo mwanaume mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa amemjeruhi mke wake kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni baada ya kugundua kuwa mwanamke wake anatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV kwa kificho. Mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo mara baada ya kugundua kuwa mwanamke ambaye ni mke wake amekuwa akitumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV kwa kificho, kitendo ambacho kilipelekea kutokea ugomvi baina ya hao wawili. Ndipo mtuhumiwa alipochukua hatua ya kumchoma kwa kutumia kitu chenye ncha kali mke wake na kisha na yeye kunywa sumu. Majeruhi amelazwa katika kituo cha afya Tingi akiendelea na matibabu huku hali yake ikiendelea vizuri. Mtuhumiwa amekamatwa na yuko chini ya ulinzi wa askari na yupo akipewa matibabu, na mara baada ya afya yake kuimarika atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Katika tukio lingine ambalo limetokea tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kati ya kijiji cha Ndonga wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, mwanamke mmoja ambaye anatambuliwa kwa jina la Catherine Kinyongile mwenye umri wa miaka 56 amefariki dunia baada ya kukamatwa na mamba wakati anaoga katika eneo la Fuko ya Yetu iliyopo katika wilaya ya Nyasa majira saa 4 usiku. Taarifa kamili ni kwamba tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 majira saa 4 usiku, marehemu akiwa na mtoto wake wa kike aitwaye Yosefa Kibena miaka 30 walienda katika fuko hizo zilizoko umbali wa mita 50 tu kutoka nyumba wanaoishi, na marehemu aliingia majini kwa ajili ya kuoga, ndipo mamba akamvamia na kumkamata na kuzamisha ziwani. Baada ya mtoto wa marehemu kuona tukio hilo la kukamatwa kwa mama yake, alipiga kelele kuita watu kwa msaada, ndipo wananchi walifika eneo hilo na kuanza kumtafuta mamba huyo, na ilipofika majira saa 8 usiku walifanikiwa kumpata mama huyo akiwa mahututi akielea majini, huku mwili wake ukiwa umejeruhiwa vibaya sana tumboni na mkononi na mkono wa kulia, ambapo mama huyo alifariki dunia kabla ya kufikishwa hospitali kutokana na kuvuja damu nyingi. Newton Yendaenda, EATV, Ruvuma. Haya ndio matukio hayo. Tukiachana na taarifa hiyo, taasisi za serikali zimetakiwa zibainishe na kuziba mianya ya rushwa hususan katika maeneo ya manunuzi ya umma.